Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kupekulia kurasa kwa hili. Felista Petro mwenye umri wa miaka 42 ambaye ni mkazi wa wilaya Maswa amefanya upasuaji kwenye hospitali ya wilaya hiyo na kutolewa uvimbe kwenye mfuko wake wa uzazi. Uvimbe uliokuwa na uzito wa kilogramu 6.7 ambao ulikuwa unamzuia kufanya tendo la ndoa na mume wake. Uvimbe huo amekaa nao kwa kipindi cha takriban miaka 4 huku akiwa na maumivu makali na ulikuwa ukimpa mateso na maumivu ya kila aina. Nikaja hapa. Nashukuru serikali kwa kuwaleta madaktari bingwa wakanifanyia operation. Wanahangaika ukifanya tendo la ndoa na mume wangu. Anakuja maumivu makali sana. Nasumbuliwa tumbo miaka 4 mpaka tukashinda kushiriki tendo la ndoa ajili ya uvimba wa tumboni. Miaka 4 tulikuwa tunahangaika mpaka tumekuja Maswa hapa kafanywa operation. Mpaka sasa na watoto wawili, kwa natakiwa nifikishe watoto hata 4. Je, wanawake walio katika hali gani wanaweza kupata uvimbe katika mfuko wa kizazi? Kuna mama ambao hawajawahi kabisa kushika ujauzito, kuna mama ambao wamewahi kushika labda ujauzito at least mara 1, mara 2. Na ikumbuke huko ni Usukumani. Kuna mama ana watoto 5 bado anataka aongeze 2. Upasuaji wa macho umefanywa wagonjwa 37, koo, pua na masikio wagonjwa 23, magonjwa ya kina mama na uzazi wagonjwa 7 na upasuaji mkubwa wagonjwa 5. Tuendelee na kurasa. Wafanyabiashara katika soko la Manyema manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro wameeleza kuwa kufanya usafi katika maeneo yao ya kazi ni jambo la msingi linalosaidia kulinda afya na kuboresha muonekano wa maeneo yao. Wafanyabiashara hao wametakiwa kufuata sheria na kanuni zilizowekwa katika manispaa hiyo kuhusu usafi wa mazingira. Usafi wa mazingira ni jukumu letu sisi sote. Tunapoingia kwenye maeneo ya biashara tunapaswa kufanya usafi kwanza ndio tufungue biashara. Kazi yetu tunasimamia usafi wa kila siku kwenye mitaro na kwenye vichochoro vyote vya manispaa. Tusiruhusu mtu yoyote kufungua biashara kabla ya kufanya usafi. Sisi tunaelewana sababu ukipita huko vichochoroni unakuta watu wametupa takataka ovyo na wanasubiri tu kwamba serikali waje waokote. Hapana. Kuanzia sasa ijulikane kama eneo lako naloishi ni hili, eneo lote ambalo limekuzunguka ni wajibu wako kulifanya liwe safi. Jamii nyingi zimeona kwamba usafi ni jukumu la serikali au jukumu la halmashauri. Lengo ni kuhakikisha kila mwananchi anashiriki au anachangia katika sekta hii ya usafi au udhibiti taka. Tumalizie kurasa kwa hili. Imeelezwa kuwa wananchi wengi hawajui dalili za awali za magonjwa yasiyoambukiza kama vile ugonjwa wa moyo, hali inayosababisha kupata madhara makubwa ikiwemo kifo. Wananchi wilayani Kiteto mkoani Manyara wameongea na Kurasa na kusema kwamba uelewa bado ni mdogo haswa katika maeneo ya vijijini kwa sababu ya kutokupata taarifa sahihi na kwa wakati. Samani hana homa mengi. Watu wanapatikana tu malaria tu. Kuuma siku moja. Kutapika nyongo tena ibishe homa mwilini. Ila wakati ukiona kitu ndio tena unastuka. Sasa tunasipesha. Tunaomba tu ili watupe dawa. Swala la mapenzi inaweza ikasababisha mtu akawa na pressure. Kwa nini? Kwa sababu mtu akikasirika hasira yote inaenda kwenye moyo. Na tatizo la moyo kwa dunia linaathiri na kuleta vifo zaidi ya watu milioni 17. Hali hii imetulazimu kuzungumza na kaimu mganga mfawidhi wilaya ya Kiteto ambaye amesema kwamba waathirika wakubwa magonjwa ya moyo ni wanaume. Kutana na tunaelimisha kwenye jamii watu waelewe kwamba ugonjwa wa moyo upo na unaweza kutibika, unatibika kwa kuchukua tu hatua ambazo za kubadilisha tu maisha yetu kwa ujumla. Na angalau kwa mwaka mmoja mtu aweze kwenda kupima kujua afya yake.
tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kuna ni? Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea kurasa kwa siku hii ya leo, mimi naitwa Abel Kilumbu. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.